Napenda kutumia ushuhuda huu kuwakumbusha Watanzania wenzangu kwa habari ya mamlaka ya kimungu katika kubadilisha taifa na mifumo yake ya utawala na hali za wananchi. Lakini naomba niombe ili baada ya hapo niweze kuendelea. Mungu uliye hai, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, asante kwa neema na nafasi hii ulionipa Bwana, mimi niliye mdogo tu. Nanyenyekea kwako Mungu, ujumbe huu ukalibebe taifa la Tanzania. Ujumbe huu ukawabebe wa Tanzania. Ujumbe huu Bwana ukafungue nuru mpya, matumaini mpya na nguvu mpya ya taifa la Tanzania. Mungu, wewe ambaye ndani ya mbegu umebeba umeweka uhai wa mazao Bwana. Ndani ya mbegu umeweka uhai kuendeleza uzao wa mimea, uzao wa jambo lolote lilo hai. Mungu uliye hai, ndani ya ujumbe huu Bwana, uwe ni mbegu ya Tanzania ya haki, uwe ni mbegu ya Tanzania ya amani, uwe ni mbegu ya Tanzania yenye utawala bora, uwe ni mbegu ya Tanzania yenye mafanikio, lakini zaidi uwe ni mbegu ya Tanzania inayokucha wewe Mungu liye hai, katika jina pekee la Yesu Kristo. Na huyu ambaye Bwana Mungu utamwongoza ujumbe huu kunisikiliza, ukaufanye kuwa baraka kwake, ukaufanye kuwa mbegu kwake, na ukamfungulie milango mipya katika jina pekee la Yesu Kristo aliye hai. Ninajua ya kwamba Mungu wewe umebeba majibu ndani ya maisha ya mwanadamu. Ukaachilie majibu juu ya kila mmoja anayesikiliza ujumbe huu na kuamini, katika jina pekee la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Amen. Ndugu zangu, naomba niende moja kwa moja kwenye ushuhuda wa mtu mmoja ambaye Mungu alinikutanisha naye mwaka 2022 Disemba, akiwa anapitia changamoto za kiuchumi na changamoto kwenye maisha yake ya kifamilia. Lakini Mungu tukaendelea tukaomba naye, na maombi hayo hayakutoa majibu kwa siku moja, lakini mpaka ninavyosema hivi anamiliki mgodi wa dhahabu, anamiliki kampuni yake kupitia profession aliyosomea, ambao wakati huo alikuwa haifanyi kama hivyo. Lakini pia ushuhuda wa tarehe 27 mwezi uliopita wa 3 mwaka 2026 ni kwamba kuna watu ambao, kuna shirika ambao lilikuwa limempa mkataba wa milioni 21, mkataba fulani wa kazi fulani ambao siwezi kuitaja. Lakini wakati wameelewana hivyo, akasikia ndani yake ya kwamba apunguze bei iwe nusu ya bei. Kwa hiyo akamtii Mungu kwa sababu Mungu amemsemesha hivyo. Basi wale watu wakashangaa kwamba imekuwaje hii bei. Akawaambia, mimi ni kwa sababu huwa ninamsikiliza Mungu. Kwa Mungu akaniambia nipunguze bei, na mimi kwa kweli sina budi kumtii Mungu. Kwa wakaguswa kwanza na ushuhuda wake, wakaguswa na moyo wake kwa Mungu. Wakamwambia, unajua mradi wetu ni wa milioni 200. Tuna kazi nyingine ya milioni 200. Na wewe tumeona ni mtu sahihi. Kwa tunaomba tufanye kazi na wewe kwenye huo mradi pia wa milioni 200. Now can you imagine? Sauti ndogo iliyokuwa ndani yake ilikuwa imebeba mkataba mkubwa zaidi wa milioni 200. Maana yake mara 10 zaidi, mara 10 ya mkataba wa kwanza. Kadhalika tunapokuja kuongea kwa habari ya maisha binafsi ya mtu, maisha ya taifa, ni kwamba mafanikio ya taifa au mtu binafsi yamebebwa na kile Mungu anachosema. Utawala wa Sauli ulikuwa umebebwa kwenye sauti ya Samueli. Mungu alisema na Samueli kwamba amwambie Sauli aende akawamalize Waamaleki. Kwa hiyo ufalme wa Sauli ulikuwa uko kwenye sauti ya Mungu, ulikuwa unaimarika kupitia sauti ya Mungu.
Kadhalika, taifa kama taifa kusimama linategemea sauti ya Mungu. Mungu anasema nini juu ya hilo taifa? Je, tunafanya kama Mungu alivyosema? Naomba nitarejea andiko hili, lakini kabla nitarejea, naomba niongezee kwamba matatizo ya mwanadamu mara nyingi yako kwenye mambo mawili: moja, kutoitii sauti ya Mungu; mbili, uonevu wa shetani. Nikianza na kutoitii sauti ya Mungu, kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 28 mstari wa kwanza inasema, itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani. Amesemaje? Ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani. Wale ambao mnajua historia ya Marekani, ilikuwa ni nchi ya kawaida sana, lakini kuna watu walipokuwa wanapitia mateso, kuna Wakristo walipokuwa wanapitia mateso huko Ulaya, kuna baadhi wakaonyeshwa ndoto ya kwamba kuna nchi iko mahali, wakaiota hii nchi, kwa wakaja kwa maelekezo ya Mungu. Leo Marekani ni taifa kubwa, sio kwa sababu ya Wayahudi wengi Marekani, sio kwa sababu ya akili zao, ni kwa sababu nyuma yao kuna sauti ya Mungu walioitii. Na ndiyo maana kuna wakati ambapo Marekani inapitia changamoto, wanapoiacha sauti ya Mungu, wanapoacha maadili ya Mungu, wanakumbwa na mambo mengi ya maadili kuporomoka, kwa sababu kuna msingi wa nchi upo. Yaani kuna msingi wa nchi yao ulianzishwa. Kwa wanapotoka nje ya msingi huo, tayari ule ulinzi wa Mungu, ile sauti ya Mungu inaacha kufanya kazi. Kadhalika mtu wa Mungu, ndani ya maisha yako jua kwamba kuna sauti ya Mungu ambayo ukinyamazisha hiyo sauti ya Mungu ndani yako, na Mungu ananyamaza kufanya kazi ndani yako, kwa unabaki kujipambania mwenyewe. Unakosa ile connection kati yako na mbingu, ambao mbingu zikaachilia baraka. Unakumbuka Yakobo alipokuwa anatoka kwa baba yake kwenda kwa Labani, alipokuwa amelala mahali, kuna ngazi ilitoka juu mbinguni ikashuka. Maana yake ilikuwa inaonyesha connection kati ya Yakobo na mbingu, na hiyo connection inatokana na uhusiano wake na Mungu. Kadhalika taifa la Tanzania litaendelea kusonga mbele, litaendelea kufanikiwa, litaendelea kuinuka ikiwa kuna sauti ya Mungu nyuma yake. Lakini pale tunapoikata sauti ya Mungu na mwendelezo wa baraka za Mungu, mwendelezo wa mikakati ya Mungu, mwendelezo wa mpango wa Mungu unasimama. Kama ambavyo wana wa Israeli walisimama jangwani miaka 40 waliposhindwa kuitii sauti ya Mungu, walipojidisconnect na sauti ya Mungu. Kwa hiyo niendelea kusisitiza ya kwamba kuna kitu ambacho naendelea kurejea, kwamba Mungu niliposikia ndani yangu naambiwa kwamba kutii hakuanzi na taifa, kutii kunaanza na watu. Kwa hiyo kama wale waliokusudiwa hawafanyi, basi wewe anza, fanya kwa sehemu. Nikakumbuka ya kwamba Musa alipotuma wale wapelelezi 12, hawakutii wote, walitii wawili. Mungu hakuwa cancel wale wawili kwa sababu ambao hawajatii ni wengi. Mungu aliwabariki kwa sababu Mungu haangalii wingi, Mungu anaangalia utii. Kadhalika mtu wa Mungu, kwenye maisha yako, kwenye familia yako, inawezekana familia yote isitii, lakini wewe kama wewe, neno ambalo umelisikia kwenye familia yenu, yamkini Mungu alituma neno kwa ajili ya familia yenu. Haijalishi baba hajalitii, haijalishi kaka zako, dada zako hajalitii, ila wewe kama umelisikia ukilitii, Mungu atakuwa pamoja nawe. Kadhalika tunahitaji kusimama kwa ajili ya taifa la Tanzania. Mungu anazo njia nyingi za kufanya. Nilikuwa nasoma ushuhuda wa watu wa misionari walienda Ethiopia kuhubiri. Ni Sudan, Ethiopia kuhubiri. Wakakutana kwenye vijiji fulani ambavyo kuna mila na desturi nyingi, yani injili haijafikia kivile.
wakakuta yani kuna upinzani, wale waliookoka wakaanza kupigwa. Lakini baada ya muda wale wote ambao walifanya utesaji wa wale waumini wakaanza kupitia wakati mgumu. 4 wao wakafa, wengine wakaokoka. Mmoja alianza kukojoa damu mpaka kafa, mwingine kifua. Kwa walipoona hivyo, basi hofu ya Mungu ikajaa, wengine wakaokoka. Mungu aliyeweza kuwapambania kijiji kimoja hawezi kutupambania kama taifa? Kama Mungu anaweza akahurumia kijiji kimoja akaleta uhuru, je, anashindwa kuhurumia watu milioni 70? Maanake Mungu anachotaka sisi ni kumtii yeye. Alisema maombi ya kitaifa, mikutano ya kitaifa, lakini kama hawajapatikana bado Mungu anatafuta hata mmoja ambaye atafanya kwa kiwango kidogo, lakini ni ishara ya kumtii Mungu. Mpaka sasa hivi tayari nina timu 4 za injili ambazo nimeunda, na changamoto imekuwa kwa bali ya kuziwezesha uchumi, lakini kwa imani yote yanawezekana. Na ninaendelea kualika watu kwamba tuungane kusapoti kazi ya Mungu. Kupitia kufanya kazi ya Mungu, Mungu ataleta majibu yake. Mungu ataleta majibu yake. Tunaweza tukawatukana waliosababisha mauaji ya ndugu zetu, tunaweza tukawatamkia wote, lakini kama kuna mahali tunamisi sauti ya Mungu, tunamisi maelekezo ya Mungu, hatuwezi kupata matokeo ya kimungu. Lakini pia kuna mkutano ambao nimesemeshwa ndani yangu kuandaa mwezi wa 6 au wa 7, na tayari sasa nataka nianze mchakato wa kutafuta pesa. Hii ni sehemu ya kwamba Mungu alisema, hii ni sehemu ya kuonyesha kwamba ninamtii. Kwa sababu wakati mwingine Mungu hamuinui mtu siku moja. Kinachomuinua mtu sio anachokifanya, bali kila sauti ya Mungu aliyoitii. Kwa hiyo kadri tunavyoendelea kufanya ndivyo tunavyozidi kumuona Mungu. Na ndio maana hata miujiza imeanza, tunaomba na watu na wanapona, kwa sababu kinachomponya mtu sio unachoomba tu maneno yako, bali ule utii uliobebwa ndani ya moyo. Maana imani haibebi pasipo utii. Unaanza utii kwanza, ndipo inakuja imani. Ndio maana maandiko yanasema kwenye Warumi 10:17 inasema kwamba imani chanzo chake ni kusikia. Kusikia inamaanisha kuelewa, kutii, kukubali. Kwa imani chanzo chake ni kukubali. Imani chanzo chake ni kusikia. Imani chanzo chake ni kutii. Kwa hiyo mtu wa Mungu binafsi sasa nakuja. Huyu mtu alitii sauti ya Mungu na Mungu akamfungulia milango ya baraka mara 10 ya kila alichokuwa anategemea. Sijajua unapitia wakati gani. Inawezekana ni ugonjwa, ni nini, au ni sauti ya Mungu inakwambia kwa habari ya utumishi, tii leo. Jana niliomba na mtu alikuwa anahitaji kupata leseni ya udreva. Kwa mke wake akanishirikisha, nikaomba ndani ya masaa 3 nikashangaa napewa ujumbe kwamba amepata leseni, na alikuwa anaihangaikia huku Marekani. Kwa hiyo kuna namna ukimuomba Mungu anafanya njia pasipo na njia. Kinachowapa serikali iliyopo sasa hivi uhalali wa kuendelea kutawala ni sababu ya kutotii kwetu. Maadui wa Israeli walikuwa na nguvu ya kuwatesa na kuwatawala kwa sababu ya ukaidi wao, kwa sababu ya kutotii kwao sauti ya Mungu. Lakini waliporudi kwa Mungu na kumtii Mungu na kumsikiliza Mungu na kufanya Mungu, ndipo Mungu alipowaondoa adui zao. Kwa hiyo hatutakubali wote taifa zima kumtii Mungu, lakini Mungu anaangalia hatua ya wachache. Hata wenye ukoma 4 walitosha kuleta ukombozi kwa taifa la Israeli. Mungu endelee kusimama nasi. Nitaleta ushuhuda mwingine ambapo tarehe 30 mwezi wa 1 mwaka 2026 Mungu alinipa ndoto clear kati yangu na Askofu Dickson Kabigumila. Na hii ilikuwa na nilimshirikisha ingawa kunijibu, lakini inaonyesha kabisa kwamba kuna kitu Mungu anazungumza. Inabaki sasa sisi kutii au kukubali.
Naomba niombe nawe mtu wa Mungu kwa habari ya kusikia sauti ya Mungu iliyoko ndani yako. Inawezekana unapitia changamoto, inawezekana unapitia jambo lolote, lakini majibu ya kile unachokipitia yako kwenye sauti ya Mungu unaoipuuza. Leo ukisikia sauti ya Mungu na kuitii, majibu yatakuja. Hata yule Naamani alipoenda kwa ili apone ukoma wake, alitaka kukataa, maanake alitaka kuchengana na muujiza wake, lakini alipokubali tu kwenda kuoga mto Yordani, ukoma wake ulitoka. Maanake ukoma wake, majibu ya kupona kwa ukoma wake yalikuwa kwenye kuitii sauti ya Mungu. Inua mkono wako kwa Bwana, niombe nawe. Na sijajua ni kitu gani ambacho Mungu amekuwa akisema nawe ili umtii, lakini tii leo. Baba, katika jina pekee la Yesu Kristo aliye hai, ujumbe huu umetuijia kwa ajili ya maisha yetu binafsi, lakini pia kwa ajili ya taifa, kwa habari ya kukutii wewe na kufanya sawa na neno lako na kufanya sawa na sauti yako, katika jina pekee la Yesu Kristo aliye hai. Nami naomba Mungu uliye hai, naomba ukamsaidie mwanao kutii kila ambacho umemwambia, maana kutii ni bora kuliko dhabihu. Mpe hatua ya kuanza kufanya kila ambacho umemsemesha kwa muda mrefu. Inawezekana ni utumishi, inawezekana ni kutoa sadaka kwa ajili ya kufanikisha kazi ya Mungu, inawezekana ni kutubu na kuacha dhambi na kuishi maisha matakatifu, inawezekana ni kujali familia yake. Mungu uliye hai, leta majibu. Inawezekana ni uongozi bora. Mungu ukajidhihirishe. Naomba Bwana, sauti anayoisikia ndani yake Bwana, katika kutii kwake ikampe majibu ya maombi yake, ikampe majibu ya changamoto zake. Ninaomba hapa kwako Mungu, nikiamini kwa jina la Yesu Kristo, amen. Mungu akubariki. Kama kuna sauti ya Mungu umekuwa ukisikia na kuambia kufanya hivi, fanya, na Mungu atakubariki kupitia kile unachofanya, na Mungu ataleta majibu kupitia kile unachofanya. Amen.